Nilisoma vizuri na mimi nitarudia tena. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 21, maandiko yanasema, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Nitarudia tena, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kama nilivyokwisha kukuambia, mada wokovu ni nini katika maisha ya mwanadamu. Katika mstari huu tutajikita kwenye swala zima la wokovu ni nini, anayeokolewa ni nani, anaokolewa kutoka nini. Hayo maeneo matatu ndiyo maeneo ambayo tutayaangalia. Wokovu ni nini, anayeokolewa ni nani, anaokolewa kutoka wapi au kutoka kwenye nini. Mstari unaanza kusema, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake. Tunaanza na hicho kipengele kinachosema atakayewaokoa watu wake, na huyu si mwingine ni Yesu Kristo. Lakini nataka tuangalie neno atakayewaokoa, neno atawaokoa watu wake. Neno atawaokoa watu wake maana yake ni wokovu, na wokovu tafsiri yake ni kitendo cha uhakika katika kuokoa. Neno wokovu maana yake ni kitendo cha uhakika katika kuokoa. Kitendo ni kitu ambacho kinafanywa na Yesu Kristo. Yesu Kristo alivyokuja, maana maandiko yanasema, naye atazaa mwana, nao utamuita jina lake Yesu. Maana, neno maana maana yake ni kwa sababu. Sasa anatoa sababu ya kwa nini Yesu Kristo azaliwe. Anatoa sababu, na sababu hiyo, atakayewaokoa watu wake, atawaokoa. Kwa hiyo sababu ya Yesu Kristo kuja ni wokovu kwa watu wake, wokovu kutoka katika hukumu, wokovu kutoka katika dhambi. Sio hatajaribu, ni atafanya. Maanake ni uhakika. Yesu Kristo kuja kwake hapa duniani si kujaribu, anakuja kufanya kwa uhakika. Anakuja kufanya kwa uhakika. Kile kitabu cha Waibrania sura ile ya 7 mstari wa 25, maandiko yanasema hivi. Waibrania 7 mstari wa 25, maandiko yanasema, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Kwa nini anasema naye kwa sababu hii? Tuanze mstari wa 22. Mstari wa 22 hapo kwenye Waibrania 7, maandiko yanasema hivi, basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Agano gani? Agano la neema. Basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Tena wale waliofanywa makuhani wengi, kwa sababu walizuiliwa na mauti wasikae. Walizuiliwa na mauti. Nani hao? Makuhani wa agano la kale. Maana wao walikuwa wanakufa, wakifa kazi yao inakoma pale. Lakini sasa angalia mstari wa 24, maandiko yanasema, bali yeye kwa kuwa akaa milele, anao ukuhani wake usioondoka. Biblia ya Kiingereza inasema anao ukuhani usiobadilika. Kuhani kwenye agano la kale alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anawapatanisha wenye dhambi na Mungu, alikuwa anawaombea wenye dhambi kwa Mungu. Ndio kazi ya kuhani aliyokuwa anaifanya kwenye agano la kale. Kwa hiyo anaposema bali yeye kwa kuwa akaa milele, anao ukuhani wake usioondoka, maana yake anao ukuhani wake usiobadilika. Mstari wa 25, naye kwa sababu hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuto kubadilika kwake,
kwa sababu ya kukaa kwake milele aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, wao wanayemjia Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo. Anayo kwa sababu hii aweza kuwaokoa, ana uwezo, ana nguvu, ana mamlaka ya kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo, wao wanayemjia Mungu. Kwa hiyo anaposema naye atazaa mwana, nao utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa. Yesu Kristo ana uwezo wa kuokoa, ana uwezo wa kuokoa, ana nguvu ya kuokoa, na wokovu wake ni kamili na wa uhakika. Yesu anasema vizuri kwenye kile kitabu cha Yohana 6 mstari wa 37, anazungumzia vizuri, hakuna anayekuja kwake akakataliwa, hakuna anayekuja kwake akakataliwa. Yesu Kristo anasema vizuri, Yohana sura ya 6 mstari wa 37, anasema hivi, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote atakayekuja kwangu sitamtupa nje kamwe. Wale ambao anawaokoa, wale ambao anawaokoa hawatatupwa nje kamwe. Na hii inaonyesha nini? Hii inatupa kujua ya kwamba Yesu Kristo ndiye anaye nguvu, ndiyo mwenye uweza, ndiyo mwenye uweza. Kwa hiyo wokovu wa Yesu sio jaribio, ni kazi kamili yenye uhakika kabisa, kazi kamili. Kile kitendo wokovu ni kazi kamili yenye uhakika Kristo anaifanya ndani ya mwanadamu. Ni kazi kamili, ni kazi kamili. Kitendo wokovu ni kazi, sio jaribio, ni kazi kamili. Ndio maana Waebrania anatuambia anayo uwezo, kwa sababu ni kazi kamili ya Mungu inayefanyika kwa mwanadamu aliyoanguka akawa mbali na Mungu kwa ajili ya dhambi. Kumbuka, tunaokolewa kwenye nini? Tunaokolewa kutoka kwenye dhambi, tunaokolewa kutoka kwenye hukumu. So Yesu Kristo, kazi aliyokuja kuifanya pale msalabani ni kumwokoa mwanadamu kutoka kwenye dhambi, ni kumwokoa mwanadamu kutoka kwenye hukumu ya milele. Hii ni injili ambayo utaisikia leo popote utakapoenda. Sio rahisi ukaisikia injili ya namna hii, lakini kazi ya kwanza Yesu Kristo aliyokuja kuifanya sio mafanikio. Amekuja kwanza kutafuta roho iliyopotea pale Mwanzo sura ya 3, kwa sababu ndiyo ya msingi kuliko mafanikio. Na ndiyo akasema, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Kwa sababu lengo sio mafanikio, lengo sio fedha, lengo sio utajiri, lengo ni roho yako. Ndiyo ya thamani kuliko vitu vyote unavyoviona kwenye ulimwengu. Lakini tunapohubiri injili ya namna hii, watu wasema umepitwa na wakati. Sio kupitwa na wakati, kwa sababu Mungu anajua kwamba of course ukifanikiwa alafu hujampata Yesu ni hasara, hakuna faida. Umpate Yesu upate mafanikio, umpate Yesu uwe na fedha, baada ya fedha kuziacha hapa duniani uwe una uhakika ni wapi unakwenda. Kwa maana hiyo, kama Yesu amekuja na kumwokoa mwanadamu akafa pale msalabani, unapomwamini hata na mafanikio ni kitu kidogo sana kwake, kwa sababu kitu kizito ni dhambi iliyompelekea akautoa uhai wake, iliyompelekea akateseka, iliyompelekea akaumia, iliyompelekea akapata maumivu. Dhambi ndio ilimpelekea Yesu Kristo apate maumivu. Dhambi ndio ilimpelekea Yesu Kristo apate maumivu, aumie, alie pale msalabani, Eloi, Eloi. Sio fedha. Fedha ni vitu ambavyo vipo. Kilichompelekea aumie na kulia
ni wokovu, kumwokoa mwanadamu aliyokuwa chini ya dhambi, kumwokoa mwanadamu aliyokuwa anatawaliwa na dhambi. Neno watu wake hapo ni nini? Mstari huo unaendelea, tunaunyambua huu mstari. Neno watu wake, watu wake maana yake katika mazingira ya Kiyahudi, Yesu Kristo alikuja, anapozungumza watu wake alikuwa anazungumzia Israeli. Kile kitabu cha Yohana 1 mstari wa 11, maandiko yanasema, Yohana sura ya 1 mstari wa 11, maandiko yanasema, alikuja kwake, wale walio wake hawakumpokea. Alikuja kwa ajili ya watu wake. Watu wake walikuwa ni watu gani? Kwa agano, watu wake, kwa sababu kabla ya Mungu Yesu Kristo kugeukia watu ambao kwa asili sio Wayahudi, watu wake walikuwa ni watu gani? Ni watu ambao Mungu aliingia agano nao. Mungu aliingia agano nao. Wayahudi walikuwa na sheria, amri 10 za Mungu kupitia mikono ya Musa. Ukisoma Warumi sura ile ya 9, walikuwa wana ahadi, walikuwa wanaye sehemu ya kumwabudu Mungu kama hema. Hao ndio walikuwa watu wake. Lakini maandiko mstari wa 12, maandiko yanasema hivi, mstari wa 12 hapo kwenye Yohana 1, maandiko, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake. Maandiko yanasema mstari wa 11, alikuja kwake, walio wake hawakumpokea. Kwa hiyo kitu gani kinatokea unaokiona alipokuja kwa watu wake? Watu wake ambao walikuwa ni Waisraeli walimkataa. Walipomkataa, mstari wa 12 unabadilika, akisema hivi, bali kwa sababu hiyo, ndio maana neno bali, kwa sababu hiyo wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo watoto wa Mungu katika Agano Jipya ni wale wote wanayemwamini Yesu Kristo. Wale wote wanayemwamini ndio watoto wake, au kwa lugha nyingine ndio watu wake, ndio watu wake. Wale wote waliomwamini Yesu Kristo ndio wanaitwa watu wake. Lakini hapo awali Yesu Kristo anasema alikuja kwa watu wake. Watu wake walikuwa ni mataifa, ni Wayahudi. Walipomkataa akageuka kwa mataifa. Mataifa ni watu gani? Mataifa ni wale wote ambao kwa asili walikuwa sio Wayahudi, kama vile Wameru, Wachaga, Wakenya, Wahindi. Watu wote ambao kwa asili sio Wayahudi, sio Waisraeli, ndio walikuwa wanaitwa mataifa. Na sasa ndio akageuka kwa mataifa, na wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana, wale walimwamini Yesu Kristo. Tito anasema vizuri kwenye Tito 2 mstari wa 14, anasema hivi, anasema Tito 2 mstari wa 14, anasema hivi, anasema, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake wenyewe, wale walio na juhudi katika kutenda matendo, katika matendo. Nataka uone, anasema kujisafishia watu wawe miliki yake. Kwa hiyo watu waliomwamini Yesu Kristo wamesafishwa, maana yake wamefanya kuwa safi, wametengwa na maasi yote ya dunia ili wawe miliki yake. Kwa hiyo watoto wa Mungu wanapomwamini Yesu Kristo wanaokolewa kutoka kwenye maasi, kutoka kwenye dhambi, na kufanywa kuwa watoto wake Mungu. Kadhalika Petro anatuambia vizuri kabisa kwenye kile kitabu cha Petro sura ya 2, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9, anasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, watu wa miliki ya Mungu. Kwa hiyo baada ya Wayahudi kumkataa Yesu Kristo, mataifa yeyote atakayemwamini kuanzia hapo, hata na Wayahudi watakayemwamini, ndipo sasa wanafanywa kwenye agano
kuwa ni watu wa miliki ya Mungu. Kwenye agano la neema wanafanya kuwa ni watoto wa Mungu. Kwa hiyo wokovu ni wa watu waliomwamini Yesu Kristo, watu wa agano. Watu wanayemwamini Yesu Kristo sasa ndio watu wa agano. Hapo awali watu wa agano walikuwa ni Wayahudi, kwa sababu ndio Mungu alizungumza nao. Ukisoma vizuri kwenye kitabu cha Kutoka, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Mungu alishuka akazungumza nao, akawapa amri 10, akaingia nao agano. Mungu akawapa sehemu ya kuabudu, hema ya kukutania. Hao ndio walikuwa watu wa agano. Lakini Yesu Kristo alipokuja kwa ajili yao ili waokoke, wakamkataa. Akageukia wale wote ambao watakayemwamini. Wale wote ambao watakayemwamini wanakuwa watu wake, watoto wake, watu wa miliki yake. Pale maandiko yanaposema wawe miliki, manake ni wawe watu wa thamani, kama vile madini Tanzanite pale Mererani, ile ni mali ya Tanzania na pale ni sehemu ya thamani, na rais anaweka ulinzi wa hali ya juu kama wakati ule Magufuli alivyofanya. Kwa nini afanye hivyo? Kwa sababu ni sehemu ambayo ni ya maana. So kadhalika unapompa Yesu Kristo maisha, anapokuokoa wewe, unakuwa miliki. Wewe unakuwa zaidi ya dhahabu, wewe unakuwa zaidi ya madini, wewe unakuwa ni mtu wa thamani kwake, unakuwa mtoto, unakuwa miliki yake. So kazi ya kwanza Kristo aliyokuja kuifanya ni ya wokovu, kuokoa. Wokovu maana yake ni kuwa salama, kufanya kitu kuwa salama, kukiokoa kutoka kwenye hatari. Kukiokoa kutoka kwenye hatari. Ni hatari ipi ambaye Yesu Kristo amekuja kumwokoa mwanadamu kwayo? Mstari unaendelea akisema hivi, naye atazaa mwana, naye atamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Nataka uone neno dhambi. Hiyo ndio hatari ambayo mwanadamu aliyokuwa nayo, na Yesu Kristo akaja kumwokoa kwayo. Dhambi. Mwanadamu alikuwa chini ya utawala wa dhambi. Mwanadamu yuko chini ya utawala wa dhambi kama ana Yesu Kristo. Dhambi maana yake nini? Maana yake lazima tuelewe dhambi. Dhambi maana yake ni kuto kufikia kiwango cha Mungu. Kuto kufikia kiwango cha Mungu ndio maana ya dhambi, kwamba kuna kiwango Mungu aliweka mwanadamu aishi. Kuna kiwango Mungu aliweka mwanadamu aishi. Kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 15 na 17. Kuna kiwango Mungu alikiweka ili mwanadamu aishi, lakini mwanadamu akavunja lile agano. 2:15 maandiko yanasema hivi, 2:15. Lakini kabla ya hapo tuanze sura ya kwanza kabisa ya Mwanzo mstari wa 27 mstari wa 26. Kwanza mstari wa 25 maandiko yanasema hivi, Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake na kila kitu kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vema. Mstari wa 26, Mungu asema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28, Mungu akawabarikia. Nataka uone, anasema Mungu anasema na tumfanye. Neno kumfanya maana yake ni kumuumba kwa mfano wetu na sura. Kile kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 24 maandiko yanasema Mungu ni roho. Sasa hapa maandiko yanatuambia sura ya Mungu ni ipi? Kwa sababu maandiko yanasema Mungu ni roho, na kama Mungu ni roho, je, Mungu sura yake ni kama yangu na yako? Kwa sababu yangu yamkini ina kanundu hapa. Je, kama Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, je, sura ya Mungu ni nini? Maana yake Mungu ni roho. Maandiko yanatuambia Mungu ni roho. Kwa hiyo kwa maandiko ukisoma kile kitabu cha Waefeso 4:24
maandiko yanatuambia kabisa sura ya Mungu. Sura ya Mungu, lazima tuitafute sura ya Mungu alafu tuendelee mbele. Sura ya Mungu, wa Efeso 4 mstari wa 24, maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema hivi 4:24, maandiko yanasema mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki, utakatifu wa kweli. Nataka uone hivyo vitu viwili. Sura ya Mungu ni haki, sura ya Mungu ni utakatifu. Utakatifu maana yake ni usafi, ni kitu ambacho hakijajichanganya. Haki maana yake ni kuishi sawasawa na Mungu alivyokusudia. Ndio maana anasema utakatifu, anasema utakatifu katika ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Haki na utakatifu wa kweli maana yake ni utakatifu ambao hauna uongo ndani yake, haujajichanganya na kitu chochote. Hiyo ndiyo sura ya Mungu. Wakolosai 3:10, Wakolosai sura ya 3 mstari wa 10, maandiko yanasema hivi. Nataka uone vile Mungu alivyokuwa amemuumba mwanadamu ili tuchambue neno dhambi. Mungu alimuumba mwanadamu katika hii. Kolosai 3:10, maandiko yanasema hivi, mkivaa utu upya uliofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyoumba. Ufahamu. Kwa tumepata neno haki, tumepata neno utakatifu, tukapata neno ufahamu. Hiyo ndio sura ya Mungu ambaye mwanadamu alikuwa amewekewa, au ndio ilikuwa asili ya mwanadamu kabla ya anguko. Asili ya mwanadamu kabla ya anguko ilikuwa ni haki, utakatifu na ufahamu. Na ndio maana Mungu alivyomletea mwana Adam wanyama aliwapa majina pasipo kuambiwa, kwa sababu alikuwa anafahamu mapenzi ya Mungu, alikuwa anafahamu ni nini Mungu anataka kwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ndio ilikuwa kitu ambacho Mungu alikiweka ndani ya mwanadamu. Sura ya 2 mstari wa 15, maandiko yanasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, hilo ni agano, akamwagiza. Kumbuka hiyo ni amri. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. Hakika utakufa. Nataka uone neno kufa pale. Neno kufa, mwanadamu kuanzia hapo, sura ya 3 mstari kuanzia wa 1 mpaka mstari wa 8, unaona mwanadamu kuanzia hapo akaasi, na alipohasi neno dhambi, mwanadamu kuanzia hapo asili yake ikawa ni dhambi, kuto kufika kile kiwango ambacho Mungu alikuwa amekiweka, kuto kufika katika haki, kuto kufika katika utakatifu, kuto kufika katika ufahamu. Kuanzia hapo mwanadamu maisha yake yakavurugika baada ya kutenda dhambi, baada ya kuto kufika kwenye lile agizo Mungu alilokuwa amemwagiza. Baada ya hapo mwanadamu kukosa kufikia kiwango cha Mungu. Baada ya mwanadamu kukosa kufikia kiwango cha Mungu, kitu gani kilitokea? Dhambi ndio ilikuwa asili yake. Dhambi ndio ilikuwa asili yake. Dhambi ndio ilikuwa asili yake. Kwa sababu hapo awali asili ya mwanadamu ilikuwa ni haki, utakatifu na kweli na ufahamu. Lakini baada ya hapo maisha ya mwanadamu yakaharibika. Mwanadamu akawa asili yake ni dhambi. Kile kitabu cha Warumi sura ile ya 3 mstari wa 23, maandiko yanasema vizuri sana. Nataka uone maandiko yanavyosema. Nataka uone kile ambacho Yesu alikuja kushughulika nacho. Maandiko yanasema, Warumi 3:23, maandiko yanasema hivi, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Unaona hiyo? Wamefanya dhambi wote. Wote. Kwa nini Paulo awaambie Warumi hivi? Kumbuka kwenye kanisa la Warumi kulikuwa kuna watu wa aina mbili. Kulikuwa kuna Warumi kama mataifa waliompokea Yesu Kristo, lakini kulikuwa kuna Wayahudi wanayowalazimisha Warumi waishi kwa sheria, wakati wao wenyewe Wayahudi wameshindwa kuishi kwa sheria. Na ndio maana Paulo anakuja anaambia hivi, anawaambia kwa sababu wote wamefanya dhambi. Sio Myahudi wala mtaifa, wote wamefanya dhambi
na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Neno utukufu maana yake nini? Kupungukiwa, kutokufika kwenye kile kiwango Mungu alikokuwa amekiweka. Ndio maana ya kupungukiwa. Wote maana yake dunia nzima. Kupungukiwa maana yake kutokufika kwenye kile kiwango cha haki, utakatifu na kweli. So kuanzia hapo mwanadamu akawa adui na Mungu. Adui na Mungu. Mstari wa 10 hapo hapo maandiko yanasema hivi. Mstari wa 10 hapo hapo tu kwenye Warumi 3, mstari wa 10 maandiko yanasema hivi, kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Hakuna ambaye anafika kwenye ule utukufu. Hakuna hata mmoja ambaye anafika kwenye kile kiwango Mungu alichokuwa amekiweka, kiwango cha haki, kiwango cha utakatifu, kiwango cha ufahamu. Wote wamepungukiwa. Wote wamepungukiwa. Hakuna ambaye amefika. Sasa ni kitu gani kinatokea? Kitu gani kinatokea? Ndio inakuja Yesu pekee ndiye anayeokoa, kwa sababu dhambi, ukisoma Warumi 6:23 anasema vizuri sana, kwa maana anasema 23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Nataka uone neno mauti. Neno mauti limegawanyika katika maeneo matatu. Moja, kufa katika mwili na kuzikwa kwenye kaburi. Kufa kwa sababu Mungu alisema vizuri kabisa kwenye Mwanzo 2:15-17. Ukisoma pale alisema hakika utakufa, na mwanadamu anakufa hata leo, anazikwa kwa sababu ya kwenda kinyume na agizo, na alipokwenda kinyume akashindwa kufika kwenye kile kiwango Mungu alichokiweka, na kuanzia hapo mwanadamu akawa muhasi. Na sasa basi tunapotafakari neno mauti, dhambi ikaleta. Ndio maana maandiko yanasema kwa maana mshahara wa dhambi, maandiko yanasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana. Nataka uone mshahara. Baada ya mwanadamu kutenda dhambi akafa. Sasa kuna vifo vitatu. Moja, kifo hichi ambacho mwanadamu anakufa na kuzikwa. Mbili, kifo cha kiroho. Kile kitabu cha Waefeso 2:1. Ukisoma pale unaona kifo cha kiroho. Waefeso 2:1. Maandiko yanasema, naye mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika mwana wa kuasi. Nani anaongea na Waefeso? Kabla ya Waefeso kuokoka walikuwa wamekufa. Manake mtu ambaye hana Yesu anatafsirika amekufa. Kile kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 anasema, nawe una jina la kuwa hai, lakini nafsini mwako, rohoni wako umekufa. So kifo, dhambi ikaleta kifo cha mwili, lakini ikaleta kifo cha roho. Kifo cha roho manake ikamtenga mtu na Mungu. Mtu akawa hana uhusiano na Mungu tena, kwa sababu ameshindwa kufika kile kiwango chake, kile kiwango Mungu alichokuwa amekiweka. Halikuwa hana tena haki mbele za Mungu, halikuwa hana tena utakatifu mbele za Mungu, lakini ufahamu wake ukavurugika. Lakini kifo cha tatu ambaye ni hatari, kifo cha tatu, kile kitabu cha Ufunuo sura ile ya 20, maandiko yanasema hivi, 21 mstari wa 20 kuanzia mstari wa 13. Maandiko yanasema, tuanze mstari wa 11. Maandiko yanasema, Ufunuo sura ile ya 20 mstari wa 11 mpaka mstari wa 15. Maandiko yanasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zinakimbia uso wake. Huyo ni Kristo. Ameketi katika kiti cha enzi kikubwa cheupe, ambaye mbingu zinakimbia uso wake, na mahali pao panaonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kimefunguliwa ambacho ni cha uzima,
na hao wafu waliohukumiwa katika mambo hayo yaliandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Mstari wa 13, bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Hii ni mauti ya pili, ambayo ni mauti ya tatu. Hii ni hukumu ya milele. Nataka upate picha ni kitu gani Yesu Kristo amekuja kushughulika nacho. Hii ni hukumu ya Mungu ya milele kwa wale wote ambao walimkataa Yesu Kristo. Tunaambiwa mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa liwakalo moto. Na ukisoma 21 kuanzia mstari wa 8, maandiko yanasema, bali waoga na wasioamini. Imejaribu kuonesha watu ambao wanatupwa kwenye hilo ziwa, bali waoga na wasioamini na wachukizao. Nataka uone neno wasioamini, kwa sababu waoga, wasioamini, wachukizao, wauaji, wazinzi, wachawi, wanayeabudu sanamu, waongo, wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. So Yesu Kristo amekuja kumtoa mtu kwenye hiyo hukumu, na ndio tunaambiwa yeye pekee ndiye anayeokoa. Sasa tunarudi kwenye Mathayo 1:21. Neno Yesu, tunataka tulipate hilo jina Yesu. Hilo jina Yesu maana yake anaposema kwamba naye atazaa mwana, nao utamwita jina lake Yesu. Nataka uone mstari ulivyokaa. Jina lake Yesu, maana jina lake Yesu, Yesu maana yake Bwana anaokoa. Bwana anaokoa, ndio maana ya neno jina Yesu. Jina la Yesu alijaanza tu hapa, limeanza kuanzia kwenye Agano la Kale. Ukienda ukaangalia jina Yesu, Yoshua alipewa kazi ya kuwavusha wana wa Israeli Yordan. Nataka uone lile jina lilikuwa limebeba maana, na maana ni Bwana anaokoa. Sasa Yoshua ni Kibrania, alafu Yesu ni Kigiriki, kwa sababu Agano la Kale limeandikwa Kibrania, Agano Jipya limeandikwa Kigiriki. Kwa hiyo lina maana yake, ndio maana akisema hapa Yesu, maana yake Yesu na Yoshua maana ni moja. Jina la Yesu si utambulisho tu, sio utambulisho tu kama vile watu wengine wanavyopewa jina. Lina kusudi ya kazi iliyomleta hapa duniani. Luka 2 anatuambia vizuri kusudi la hiyo kazi. Luka 2 mstari wa 21 anasema vizuri. Luka 2, ni vizuri kutembelea Biblia kidogo. Luka 2 mstari wa 11, maandiko yanasema mstari wa 11, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Nataka uone ni amezaliwa Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Amezaliwa Mwokozi atakayewaokoa na ghadhabu ya milele, Mwokozi atakayewaokoa kutoka kwenye lile ziwa liwakalo moto. Anasema vizuri, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Mwokozi ndiyo Kristo. Kristo maana yake ni mpako mafuta, ni mfalme, ndio maana neno Kristo. Bwana maana yake ni mtawala. Kwa hiyo amezaliwa Mwokozi, amezaliwa mfalme anayetawala kwa ajili ya kuokoa. Ndio tafsiri ya hilo neno Mwokozi, Kristo Bwana. Mwokozi ni mfalme, Kristo ni mfalme, Bwana ni mtawala anayeokoa. So Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kushughulika na dhambi ya mwanadamu. Mwanadamu alikuwa hana haki ya kusimama mbele ya Mungu, lakini Kristo alikuja akafa, akaumia, si kwa sababu ya mali, si kwa sababu ya fedha. Alikuja kwa sababu uwe na ushirika na Mungu, ile dhambi iondoke. Ndiyo maana Yesu Kristo alikuja. So
wokovu unapatikanaje? Wokovu unapatikanaje? Kile kitabu cha Waefeso sura ya 2. Lazima tujue ni namna gani tunapata wokovu, kwa sababu tumeona ni kwa njia gani Yesu Kristo anaokoa. Amekuja kwa ajili ya kuokoa, lakini ni kwa namna gani tunaupata wokovu? Kile kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 na wa 9, maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema 8:9, Waefeso 2:8-9, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Nataka uone neno kwa maana. Kwa maana, kwa sababu hiyo mmeokolewa. Kuna vitu vinaendelea hapo nyuma, ndio maana ameanza na neno kwa maana. Kwa sababu hiyo mmeokolewa bure. Bure. Hakuna pesa tunayelipa kwa ajili ya wokovu. Kitu tunachokitoa ni nini? Anasema hivi, kwa njia ya imani. Imani ndiyo mkono wa kupokea msaada kutoka kwa Mungu. Kumbuka, wokovu manake mtu yuko kwenye hatari. Sasa kwenye ile hatari unatokaje? Maana yake imani ndio mkono wako unaunyoosha ili kuweza kuwa salama na kutoka kwenye hatari. Ndio maana nasema hivi, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha. Neno kipawa maana ni uwezo wa Mungu. Wokovu hautokani na matendo ya mtu yoyote. Wokovu unatokana na uwezo wa Mungu. Kwa hiyo ni kwa namna gani tunapata wokovu? Ni kwa neema, kwa njia ya imani, sio kwa matendo, sio kwa dini, sio kwa juhudi. Kwa hiyo leo watu wanatoa vitu vingi kwa ajili ya wokovu. Huo ni uongo. Wokovu tunaupata kwa imani, kwa neema, bure, kwa njia ya imani, sio kwa matendo, kwamba mimi nifanye matendo mema ili nipate wokovu, kwamba mimi niwe mtu wa dini ili nipate wokovu, kwamba mimi niwe mtu wa juhudi, nitoe sadaka nyingi ili nipate wokovu. Lasha, hapana. Hayo baada ya wokovu, hayo juhudi, matendo baada ya wokovu. Baada ya kupata wokovu, Mkristo, mfuasi wa Kristo anatakiwa sasa aanze kuishi kwa matendo mema. Matokeo ya wokovu. Tunamalizia matokeo ya wokovu. Matokeo ya wokovu. Wakorintho wa 2 sura ya 2 mstari wa 17. Matokeo baada ya kuupata wokovu. Tumeona anayeokoa ni Yesu Kristo. Tumeona kwamba wokovu ni kazi, ni kitendo kamili cha Yesu Kristo, lakini anayeokoa peke yake ni Yesu Kristo. Na anatuokoa kutoka nini? Kwenye dhambi. Nikakwambia dhambi ni kushindwa kufika kwenye kiwango cha Mungu, na basi Yesu Kristo kwa imani anaturudisha kwenye kile kiwango ambacho Mungu alikuwa anakihitaji. Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 17. Wakorintho wa 2 sura ile ya 5 mstari wa 17, maandiko yanasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Matokeo ya kumwamini Yesu Kristo ni kuwa kiumbe kipya. Ya kale unayasahau, ya kale unayasahau. Kwa hiyo mtu anapomwamini Yesu Kristo, kwa maana ya Paulo, anakuwa kiumbe kipya. Lakini hapo awali alikuwa ni kitu ambacho ni chakavu, kama vile zile scraper zinachukuliwa zikiwa zina kutu, zikipelekwa kwenye mashine, baada ya kuchakatuliwa, ukiziangalia zinakuwa ni kitu kipya kinachong'aa, lakini kabla kilikuwa ni kichafu. Kadhalika na mtu ambaye kabla hajamjua Yesu Kristo anakuwa ni kitu kichakavu, lakini anapomjua Kristo, kinachotokea kwenye maisha yake ni kuwa kiumbe kipya. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kadhalika Wafilipi sura ile ya 3 mstari wa 13, maandiko yanasema hivi. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 13, ndugu, sijizamii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika
ila natenda neno moja tu. Nataka uone hiyo. Natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Kwa nini anasahau yaliyo nyuma? Maana hayana maana naye, kwa sababu amekuwa kiumbe kipi. Hayana maana naye katika maisha yake, kwa sababu sasa ameokoka, amekaa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Ukifuata vizuri hiyo tafsiri ya Wafilipi sura ya 3 mstari wa 13, ya kwamba anatenda neno moja tu, ya kale anayasahau, maanake ameyafanya kama maji. Kwa hiyo hawezi hata kuyaangalia, hawezi hata kuyaangalia. Kadhalika kama Mkristo, unapojua Yesu Kristo amekuja kwa sababu ya dhambi zako, kwa sababu ya kuto kufika kwenye kile kiwango Mungu alikuwa amekikusudia, amekuja ili ufike pale. Sasa unapopokea wokovu, unapookoka kwa neema kwa njia ya imani, maisha yako ni mapya, unakuwa kiumbe kipya. Maana yake unarudishwa pale kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 24, kwamba anapozungumza kwa mfano, anasema nani, anapozungumza kuhusu habari ya kuwa katika utakatifu na haki. Sasa unarudishwa kwenye ile asili ambayo Mungu alikuwa amemuumba mwanadamu, kwenye ile asili ambayo Mungu alikuwa amemuumba mwanadamu, mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki. Sasa kuanzia hapo matokeo yako ni haki, unaishi sawasawa na Mungu. Ndio maana neno haki. Haki maana yake ni kuishi sawasawa na vile Mungu alivyokuwa ameagiza. Utakatifu maana yake ni kuishi kwa usafi ambao Mungu alivyokuwa ameagiza, kwa sababu amesema mimi ni mtakatifu na wewe inakupasa kuwa mtakatifu. Kwa hiyo kuanzia hapo, unapomwamini Yesu Kristo, unaishi maisha ya haki vile Mungu alivyokuwa ameagiza, unaishi maisha ya utakatifu vile Mungu alivyokuwa ameagiza, na kuanzia hapo unakuwa mtoto wa Mungu. Unakuwa mtoto wa Mungu kwenye agano la Kristo. Kuna maswali matano ambayo nataka ujiulize. Swali la kwanza, unaokolewa kutoka nini? Hilo ni swali la msingi ambalo unatakiwa kujiuliza. Unaokolewa kutoka nini? Kulingana na somo ambalo tumejifunza, unaokolewa kutoka nini? Lakini dhambi katika maisha ya mwanadamu ni nini? Dhambi katika maisha ya mwanadamu ni nini? Lakini tatu, kwa nini Yesu ndiye pekee anayeokoa na sio dini? Lakini 4, kama Yesu ndiye anayeokoa pekee, kwa nini watu bado wanaendelea kuishi katika dhambi? Lakini 5, je, wewe binafsi umeokoka kutoka dhambi zako au unahangaika nazo? Hayo ni maswali ambayo unataka ujiulize na upate majibu. Na ukipata majibu, utaelewa kwa nini unataka kuokoka, kwa nini unataka kumwamini Yesu Kristo. Mungu akusaidie, Mungu akubariki kwa kutoa muda wako kwa dakika hizi kadhaa tulizokuwa nazo za kujifunza somo hili. Mungu azidi kukusaidia. Somo hili nimekwambia ina kichwa kinachosema kwamba wokovu ni nini katika maisha ya mwanadamu. Tumeangalia wokovu ni nini, anaokolewa ni nani, lakini pili, anaokolewa kutoka nini? Kutoka nini? Tumeangalia hayo mambo yote. Mungu akusaidie, Mungu akubariki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya neno zuri ambalo umetubariki. Wasaidie watu wako ili Bwana wakazidi kuishi maisha ambayo umeyakusudia. Wale ambao bado hawajakuelewa na kukujua na kuyatoa maisha kwako, chilia neema yako, maana wewe ni Mungu wa neema na wa rehema. Tusaidie sote, ujumbe huu kaendelee kutufundisha, ujumbe huu kupitia Roho wako Mtakatifu kaendelee kusema kwenye maisha yetu. Napoachana mahali hapa wiki hii, Bwana, tunaiweka mbele zako, kwenye kazi zetu, kwenye biashara zetu, kwenye maisha yetu. Kazidi kutuongoza, kazidi kuwa pamoja nasi. Basi Bwana,
jina lako likazidi kutukuzwa na kuinuliwa, katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, amen.